Kaunti ya Kisumu, kama unanipata, hebu tujuze ni kipi ambacho kinaendelea hivi sasa hapo ulipo. Naam, shukrani sana Harith. Bila shaka siku ya leo imekuwa ni siku ya maandalizi kuhakikisha tu kwamba mwili wa mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga utakapofika katika kaunti ya Kisumu, basi bila shaka utaweza letwa katika eneo hili, na basi wafuasi wake na wakazi wa eneo hili wataweza kupata fursa ya kuweza kumtizama kwa mara ya mwisho kabla basi mwenda zake aweze kusafirishwa moja kwa moja hadi kwake katika eneo la Bondo, ukipenda kijiji cha Opoda, basi ndiposa pia aweze kukaa na jamii basi kabla ya yeye kuzikwa siku ya Jumapili. Na nilivyokueleza ni kwamba leo imekuwa ni siku ya maandalizi, na maafisa wa usalama wakishirikiana na maafisa wa serikali katika eneo hili wamekuwa wakiweka mikakati dhabiti kuhakikisha tu kwamba swala ambalo lilitokea hapo jana katika kiwanja cha Kasarani isiweze kutokea katika eneo hili. Na nitaweza kuzungumza na Regional Commissioner Flora Moroa ambaye amekuwa amekita kambi katika eneo hili kuanzia asubuhi hadi sasa ili kuhakikisha kwamba yote yanaenda sawa. Karibu sana Madam Moroa. Hebu tueleze hadi sasa mipango iko vipi? Hadi sasa ningependa kusema kwamba mipango yote iko shwari. Tumekuwa tukifanya kazi tangia asubuhi mpaka saa hizi, na tumekuwa na vitengo mbalimbali vya usalama ambapo tumekuwa na majadiliano kuhakikisha ya kwamba sherehe ambayo tuko nayo hapa kesho na Jumapili imeenda vizuri. Leo asubuhi pia tulikuwa kule Siaya, mahali ambapo tutakuwa na ibada ya mwisho ya marehemu kiongozi wetu, na kila kitu iko shwari. Vile vile tumetembea nyumbani kwake, na vile vile tukahakikisha kwamba kila mipangilio iko shwari. Mwili wake utafika hapa Kisumu muda wa saa ngapi? Hapa Kisumu tunatarajia ya kwamba mwili utafika hapa saa 2 asubuhi, na wakati huo ndio kutazama kwa mwili kutaanza. Maelezo tu pengine, kwa sababu tunajua fika kwamba hali ya trafiki na hali kadhalika tunatarajia umati mkubwa wa watu kufika katika eneo hili kutaka kutazama mwili huo. Hebu tueleze tu kwanza hali ya trafiki kwanza kutoka katika eneo la airport, hali kadhalika katika jiji kuu, na pia tukielekea hapa itakuwa vipi? Asante sana. Nilivyosema hapo mwanzo ni kwamba kila mipangilio, vile vile sikutaja trafiki, lakini niseme kwamba hata mipangilio ambayo inahusiana na mambo ya trafiki tumetilia manani sana, kwa sababu tusipotilia manani jambo hilo bila shaka, kwa sababu wale watu ambao wanataka kuja hapa kutizama mwili wa marehemu ni wengi sana. Kwa hivyo tusipoweka mikakati ambayo inahusiana na mambo ya trafiki, kila kitu itaenda mrama. Kwa hivyo tumekuwa hapa tana ofisa mkuu ambaye anasimamia mambo ya trafiki katika eneo letu la Nyanza. Tumezunguka ile barabara yote ambayo itatumiwa kesho, na tumehakikisha ya kwamba magari yatakuwa yakienda bila vizuizi vyovyote. Na kitu ambacho ningependa kusema ni kuomba watu wetu wawe watulivu na washirikiane na maofisa wetu wa usalama ili sherehe ambayo tuko nayo kesho na Jumapili iweze kwenda vizuri. Bila shaka kiongozi Raila Amolo Odinga ni kiongozi ambaye alikuwa anaenziwa sana na wafuasi katika eneo hili, na uwanja huu una uwezo wa kustahimili watu takriban 30,000. Hivi mmekadiria watu wangapi watafika katika eneo hili? Asante sana. Kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba hapa kesho hatuna mkutano wowote. Hakuna watu ambao watakubaliwa kuketi hapa. Kwa hivyo kile kiwango ambacho umetaja cha 30,000 ni kiwango ambacho kinakadiriwa kama watu wameketi. Lakini niseme ya kwamba tunatarajia watu wakiingia hapa asubuhi wanatazama mwili na kuondoka. Watu wataingililia gate ambayo tunaita ya Chemelil upande huu wa chini, na watokee gate 8. Kwa hivyo tukiwa na mpango kama huo na kuwa kwamba hakuna watu ambao wataketi hapa, tutaweza kuwa hata na watu 10,000 wapitie hapa, watazame mwili na waondoke. Ungana naye tena Achola Simon pamoja na mhusika mkuu katika masuala ya usalama na shughuli nzima ambayo itafanyika hapo Kisumu, katika wale ambao watakaopewa fursa kutizama mwili wa mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga hapo Kisumu. Lakini mikakati aliyoelezea iliyopangwa ni kuhakikisha kwamba yote yatakuwa yanafanyika kwa njia iliyo safi kabisa. Na hebu tusikilize tena kama tunaweza kumpata. Matanga niite hivyo,
lakini unajua kwamba hiyo nayo imepigwa marufuku. Kwa hivyo hatutakuwa na watu ambao watakubaliwa kulala hapa. Kuna maofisa wetu wa usalama ambao wako hapa, na maagizo ambayo tumewapatia ni kwamba wananchi wakubaliwe kuingia hapa asubuhi. Hata zile geti ambazo zote zinazunguka eneo hili zimefungwa kwa sasa. Ukisema asubuhi unasema saa ngapi? Tutaanza kuangalia mwili saa 2. Kwa hivyo wananchi wako huru kuja wakati wowote, lakini kutazama mwili tutaanza saa 2. Asante sana Madam Flora Moroa. Wacha nikupe nafasi uende uzidi kujiandaa. Asante sana. Bila shaka huyo ni Regional Commissioner wa eneo hili Flora Moroa, akitueleza mikakati ambayo idara yake imeweka kuhakikisha tu kwamba basi wakazi wa eneo hili na wafuasi wa mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga watakapokuwa wanafika katika eneo hili kutizama mwili wa marehemu, basi bila shaka watafika kwa usalama na wataweza kufanya shughuli hiyo bila bugudha yoyote. Pia tu nikueleze Harith, ni kwamba ipo mipango kadha wa kadha ambayo imepangiliwa katika eneo katikati mwa jiji la Kisumu. Tunapozungumza na wewe sasa hivi ni kwamba Gavana Peter Anyang' Nyong'o anaongoza kundi na wakazi wengine katika uwanja wa Sports Ground ambao kitambo ulikuwa uwanja unaitwa Raila Odinga Sports Ground. Kitambo ulikuwa unajulikana kama Jomo Kenyatta Sports Ground, na hapo inatarajiwa kwamba wataweza kuwasha mshumaa na bila shaka wataweza kuketi usiku kucha hivi wakiswali ama wakipiga dua na hali kadhalika kusherehekea tu maisha ya mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga. Hali kadhalika pia shughuli zimekuwa zikiendelea za kuweka sahihi katika kitabu cha mwenda zake, na wengi wameweza kufika katika eneo hili. Vile nilikueleza ni kwamba wakazi wa eneo hili wengi wamejitokeza, na siku 3 tangu kutangazwa kifo cha marehemu Raila Amolo Odinga, basi wakazi wamekuwa na mbwembwe na shamra tofauti, wengi wakilia, wengi wakipiga vifijo, wengi wakipiga firimbi, hivi tu wakitaka kumuenzi mwenda zake Raila Amolo Odinga. Bila shaka hii ni taarifa ama ni shughuli ambayo tumeizamia, na tutakuletea taarifa jinsi zinavyochipuka kutoka eneo hili. Basi hapo ifikapo saa 3 basi nitakuwa na nyinyi hapo katikati mwa jiji ili niweze kukupasha zaidi ni yapi yamefanyika katika eneo ambalo Peter Anyang' Nyong'o atakuwa anaongoza wananchi katika shughuli ya kuwasha mshumaa. Kwako Harith Salim.